nafasi ya adui katika maisha yetu. Tuangalie sana mwili, hata ukiwasha tamaa zake, kwa sababu hali yetu ya asili ya kuumbwa ni hali ya udongo, na ni hali ambayo kila wakati tunataka kama asubuhi mpaka jioni, hata kila mwezi kwa tunawaza sana juu ya mafanikio haya ya maisha. Tunakaa, naweza kukaa muda fulani nakaa, lakini hata ikiwa ni mwezi na baada ya mwezi, au fikiria ni nini uliwaza kuhusu habari za Mungu wewe binafsi? Ni lini hasa uliwaza habari za Mungu? Kila mmoja wetu anaamka Jumapili ndio anakumbuka Jumapili au Jumamosi kwamba kesho ni Jumapili kwenda kanisa. Mwingine hata akiamka anaona mambo yanakaa sawa, hata ikifika Jumamosi mwingine anasema bora naona sijajiandaa sitaenda. Lakini hajawahi kuwa na mawazo juu ya ufalme wa Mungu, juu ya maisha ya baadaye, juu ya maisha ya milele. Ni kwa sababu tunawaza maisha haya, tunawaza katika ujumla wake, lakini bora tungewaza, kwa sababu ni maisha yetu, bora tungewaza kumshirikisha Mungu. Lakini pamoja na maisha haya, pamoja na umuhimu wake, sisi hatuna nafasi ya kutosha ya kumshirikisha Mungu hata maisha haya. Ni magumu, yana mapungufu mengi, yana mahitaji mengi, na mahitaji yetu yanaonekana kwa sababu ya wale waliotutangulia kimafanikio. Wale waliotutangulia kimafanikio ndio wanaotuonyesha kwamba sisi tuna mahitaji mengi, na kwamba tunahitaji hili na lile ili tufanane na wale. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo tunaona haya mapungufu, lakini hata na pamoja kwamba tunaona haya mapungufu, hatuna muda wa kushirikisha. Kwa sababu hiyo kila tunachokifanya sisi kwetu tunaona kwamba tunakosa furaha, hasa kile kinachotokea. Tunakosa furaha na tunakosa muda naye, kosa muda wa kuomba, tunakosa muda wa Mungu katika maisha yetu. Tunaona nafasi ya Mungu ni ndogo sana. Tumelemewa na masumbufu, na wakati mwingine hata tunalala kupata muda, hata wa kushukuru kusema Mungu asante tunakuwa mdogo. Kwa hiyo ndio nafasi yake, pale ambapo sisi tunabeba maisha haya bila kuwa na Mungu, na beba wakati mwingine maisha haya yanatuacha na uchungu, na ule uchungu unachukua nafasi kubwa sana. Uchungu ule kuvunja ndoa, na kwa sababu ya kulemewa hata tumeshindwa kabisa kusogea kwa namna ile ambayo tunataka, kwa sababu tunafaidi kwa namna ya dunia hii. Tungetaka kufanya kama na wengine wanavyofanya bila kujali maisha yao ya namna gani. Ule wa maisha hautuleti karibu na Mungu na tupeleka mbali zaidi na Mungu, kwa sababu tunatafakari zaidi ule Mungu, angalia zaidi ule Mungu, na tunahangaika hata nafasi ya Mungu ya kusema Mungu, ningekuwa na muda wa kumsihi Mungu katika hili anisaidie, maana sioni kabisa Mungu. Wengi wetu tunapoteza furaha ya ibada, tunapoteza furaha ya kuwa na Mungu. Furaha ya ibada ni kitu ambacho adui amechukua, na lakini si adui amechukua, tumekaa mbali nayo, na kwa sababu sisi tumeendelea kuiacha, nayo imeendelea kuwa mbali nasi ile furaha ya ibada, na hata kufika mahali ambapo haipo. Kwa hiyo tunabaki na ule ugumu, na wengi hatuna nafasi si tu ya kuomba, kuja kuomba kanisani, lakini hata kule nyumbani. Na huo ndio ukweli unaokaa.
tutakuwaje rafiki za Mungu? Tutayapendaje mambo ya usio uzima? Maana hayo ndio maisha ambayo yanatuongoza kila wakati. Na kwa maisha yale, adui amekuwa na nafasi ya kutosha juu ya maisha yetu na juu ya vitu tulivyo navyo, kwa sababu sisi ushirika wetu umekuwa mbali zaidi na Mungu. Tunajifunza habari ya mtu mmoja katika Biblia, jina lake ni Ayubu. Historia ya Ayubu inajengwa juu ya ushirika wake na Mungu, uaminifu wake na Mungu, na hata swali la Mungu kwa shetani ilikuwa ni juu ya hali ya Ayubu na tabia na moyo wa Ayubu. Sio kwa sababu ya mafanikio. Hakuna hoja ya mafanikio, ingawa mafanikio yake yanatajwa, lakini kinachozungumzwa mpaka majaribu na mateso anayopitia yeye. Wengine kuna watu wengi wenye uwezo kuliko Ayubu wakati huo, wengine kuna watu wengi wenye mfano huo, basi kama si kwa kumzidi yeye. Lakini hoja ya kikao hiki cha maisha ya Ayubu na Mungu inajengwa juu ya uaminifu na moyo wa Ayubu kwa Mungu. Neno linasema palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja wa aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari ule wa kwanza unabeba hoja nzito sana. Unasema ni mtu ambaye alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Mwelekevu ni mtu wa kuelekezwa, ni mtu anayefuata maelekezo, mtu wa maelekezo, na mtu ambaye njia zake zimekwenda pamoja na Mungu, mwenye shauku ya Mungu. Fikiria namna ambavyo wewe unapita kwenye utubu wa uchumi, lakini hauna nafasi hata ya kusema Mungu asante. Wakati mwingine nafikiria anaishiba hasemi Mungu asante, wakati kuna aliyekosa anasema Mungu asante hata kwa kutonipa, ninajua kesho utanipa. Kuna mtu ambaye anasema Mungu asante, leo tunataka na njaa, lakini najua kwamba bado wema wako upo, kesho utanipa. Lakini aliyeshiba hasemi asante. Aliyeshiba hasemi asante. Anayeendesha gari hasemi asante, lakini kuna wanaosema asante Mungu kwa leo atendana Mungu. Kuna aliyepata chakula, kuna aliyekosa. Huyu aliyemwaga hajasema asante kwa kunipa, lakini kuna aliyekosa anasema asante. Moyo wa Ayubu uko hivi. Biblia inasema ndio kana Mungu. Ndio tabia ya Ayubu inayotajwa. Afu mstari wa pili unazungumza habari ya watoto wake 7. Wa kike 3 na wa kiume 4. Anasema mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na njoo za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wa upande wa mashariki. Na hao wanawake huenda, na wanawe huenda. Sasa yeye ametajwa historia na tabia na idadi ya watoto. Kwa hiyo mstari wa 3 imetajwa mali yake. Mtu mwenye uwezo. Mali hii ingetosha basi kusema hawezi kuishi maisha ya kumcha Mungu, hawezi kuwa karibu na Mungu. Tunazungumza kitu kinachoitwa nafasi ya adui ni ipi kwenye maisha yetu. Ni wapi adui anapata nafasi ya kutugandamiza, ya kutuumiza, ya kutuonea, ama hatumfahamu adui anapotenda kazi kwenye maisha yetu, ama tumeridhika hata kuishi na yeye. Tunampinga kiasi gani, tunachukia kiasi gani tabia isiyopendeza Mungu, tabia isiyo na Mungu. Kwa hiyo mstari wa 3 unazungumzia mali yake. Mstari wa 4 anasema wanawe, anazungumzia juu ya ibada ya familia. Wakati mwingine hata watoto
hata watoto tu wale tunaomba waone, ambalo ni jambo la msingi mno. Ukienda kwenye Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema Israeli, wewe utamcha Mungu, lakini wewe ufundishe watoto wako. Wewe ufundishe watoto wako. Ukiamka, ukilala, wafundishe na utafuta katika mkono wako ya kwamba Bwana Mungu wao, Bwana ni mmoja, na wamche watoto wako. Tena anasema na wana wa wanao. Uzito ukoje? Hofu ya Mungu ikoje kwenye maisha yetu? Tunapozungumza kesho kuna maombi, nani aliondoka na hilo? Nani ana hofu hiyo? Nani ana akili inayosema mimi namcha Mungu? Nani ana akili inayosema hili ndilo jambo la muhimu kwenye maisha yangu, nje ya Mungu mimi si kitu? Nani? Kwa sababu hiyo ndio nafasi ambayo tabia inaikuta wazi. Wazi. Hiyo ndio adui anaikuta iko wazi, anaitumia. Asema wanaoenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita mafungu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Mstari huu ni mstari wa maisha ya watoto wao. Mstari wa 5 anasema, basi ilipokuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu kutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema yumkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Tena asema kwa sababu hakuna jambo la wazi, anazungumza la moyoni. Alafu anasema ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Hakuna wakati alichoka, hakuna wakati alikosa moyo wa kufanya hivyo, kufanya siku zote ya maisha yake. Maisha ya Ayubu yamebebwa na hii. Hakuna kitu zaidi ya hii. Baada ya hapo shetani anapeleka kesi, na hata shetani akienda na Mungu anamuuliza kuhusu ibada na uelekevu wa moyo, haulizi kuhusu mali. Ayubu anazungumzia juu ya mali, anasema umilinde ile mali. Adui anazungumzia ile mali, adui anasema umilinde ile mali. Pata kwa anazungumzia ile mali, kwa sababu adui anajua moyo wa mwanadamu unakaa wapi. Ngoja tusome. Ilikuwa siku moja ambayo hawa na Mungu kwenda kurudisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, unatoka wapi wewe? Ndipo Shetani akajibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka huko na huko duniani, na kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamwambia Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wako Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwenyekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kaza mikono yake umezibariki, na mali yake imeongezeka katika nchi. Kwani Shetani asungumzi habari ya ibada, anazungumza habari ya mali. Kwa nini? Nataka nikufahamu, Shetani anajua moyo wa mwanadamu unakaa wapi. Mwanadamu haukai kwenye ibada. Ukipata mtu ambaye, na ndio maana Mungu anasema umemwona, kwa sababu Ayubu alishuhudia maisha yake, alishuhudia moyo wake wa maisha yake. Na kama ni mali, maandiko yanasema hata baada ya watoto wake kufanya karamu,
alichukua mifugo 7 kwa idadi ya wanawe na kutoa kama sadaka ya utakaso. Akasema, nani anajua kwenye mioyo ya watoto hawa kama kuna nini, kama kuna kufuru, kama kuna namna ambavyo wamewaza kinyume cha Mungu. Atoa sadaka. Lakini shetani anapohudhuria, maandiko yanasema wale wana wa Mungu wanapohudhuria mbinguni wanakaa, shetani naye anaenda. Na Mungu anamwambia, umetoka wapi? Anasema, huko na huko duniani. Anamwambia, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu, mtu aendaye kwa ukamilifu, sina mtu kama huyo. Na yeye ndio najua, lakini Ayubu ile nigeresha tu. Kuwepo kwake mbele zako ni kwa sababu ya ulinzi na baraka alizonazo. Kwa nini? Kwa nini hoja yake ni juu ya vitu? Kwa nini hoja yake haweki juu ya ibada? Moyo wa mtu, Biblia inasema hazina ya mtu ni moyo wake uko pale. Moyo wa mtu haujawahi kwenda na Mungu. Kwa binadamu ni mara chache sana. Moyo wa binadamu na ukimuti, ukitaka umuti mwanadamu, guse maji yake. Ukope ushindwe kulipa, ama umwimbie, mwanadamu anaharibika na uweze kumkuta katika uzuri wa imani. Na hiyo ndiyo nafasi ambayo anayosimama nayo, na anaangalia kama nafasi muhimu kwake kwa mtu huyo. Binadamu akiweza akafaulu kwa imani, binadamu akisimama akaweza kwa imani, hiyo binadamu anaweza kutenda. Utakuta mbinguni wewe watashindwa, sio kwa sababu ya kwenda, kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ya kile ambacho mioyo yao imekwenda nacho. Kwa binadamu unatembea na nini? Kile ambacho moyo wa mtu unakiandama, kile ambacho moyo wa mtu uko hapo usiku na mchana, hicho kitawanyima watu wengi wakiamka wanacho wanawaza hicho, wanakufa na hicho. Ni muhimu sana, lakini hakitoi nafasi kwa Mungu. Ni muhimu sana, lakini hakipaswi kumsikia Mungu. Ni muhimu sana, lakini hakipaswi kwa Mungu. Hakipaswi kwa Mungu. Na kila mtu ambaye moyo wake unawaza mpaka unachanganyikiwa kwa sababu ya kipato, kwa sababu ya maisha, hata haone nafasi ya kuoa. Naye hata kwa sababu hata na anayemiliki vipawa hivi ni Mungu, ziko mikononi mwake. Mtoa mfano hapa, siku za nyuma wale washirika wangu wamekopeshana milioni 1. Siku zile ilikuwa hela nyingi, lakini wameenda nafikiri kuna namna walikopeshana kalipana mara ya pili, sasa wakopeshana kishindana. Hiyo milioni 1. Wamegombana huko wakaletana. Basi tusungumze, wamekuja tusungumze kwa sababu washirika. Tusungumze na tuone namna tutakavyolipana. Mmoja aliharibika, alitukana, akasema mimi natembea, akataja miji ambayo anatembea na malapa na ana milioni 3 na mtu hawezi kuishi kama naye kwa namna ambavyo anatembea uchafu. Akamtukana kumwambia ni pesa yangu. Akamwambia ukovu umeacha. Aliharibika. Yule mwingine akaishiwa nguvu. Unajua Biblia inasema anayekopa ni mtumwa anayekopesha. Na mimi sipendi kabisa mkopeshane kwa sababu mtakuja kushindwa atakuja kanisani. Na mimi sipendi sana ukope kama huna namna ya kurudisha ule mkopo. Utakuwa sana kwa ule mkopo. Niliongea nao, walitoka mbele yangu warudi kanisani mpaka leo. Nilipoteza washirika wangu. Moyo wa mwanadamu haujawahi kuishi na Mungu, unaishi na fedha. Unaishi na kile ambacho anakiona mkononi mwake ndio Mungu wake. Mwanadamu akishinda hiyo atazipata zile baraka. Sio tu ya afya, lakini hata ya mali. Kwa sababu amempa Mungu nafasi ya juu, amempa Mungu nafasi yake.
amemwona Mungu ndiye mpaji, amemheshimu Mungu. Moyo wa Ayubu ulionekana hivi, na hata Mungu alipotoa ile nafasi kwa shetani akamwambia usiguse afya yako, shetani alienda kwa spidi sana, alipoteza mali yote. Hiyo yote ni kuangalia jinsi gani mali ilivyo na nguvu kwenye maisha ya mtu, ilivyo na uwezo wa kukamata akili ya mtu hata akampa Mungu zote. Ayubu alishikilia hilo, poteza watoto siku ile ile, poteza mali yote kwa siku ile ile, alipoteza kila alicho nacho kwa moyo wake. Shetani akajitahidi, akarudi kwa Mungu tena siku nyingine, wakazungumza tena habari ya Ayubu. Mungu akamruhusu kugusa mwili wake. Sasa kila kitu kimeenda, Ayubu ameendelea. Ayubu ameendelea na Mungu, Ayubu ameendelea na maisha, Ayubu ameendelea na ibada. Ayubu anaamini Mungu amenipa, atanipa. Hicho ndicho kilimo kinachopaswa kwa kanisa. Hicho ndicho kilimo muhimu kwa maisha yako. Kama una Mungu, ameunda na Mungu, wewe unafikiri kama leo wewe una hela, unakimbizana na kibarua kibiashara kidogo, unakimbizana na kitu kidogo, lakini unamnyima Mungu muda wa ibada, unamnyima Mungu sadaka, unamnyima Mungu kile tunachoongea, wewe ungefanikiwa wewe kuja kanisani? Ungeweza kupima maisha yako ukistawi kidogo? Je, utatembea na Mungu? Kama leo unapata taabu sana, ukistawi kidogo unaweza kuja? Mungu akupe hata hofu tu ya kutembea na Mungu. Maana wengi wanaishia hapa. Shetani alikwenda spidi, akagusa ngozi ya Ayubu, kabaki roho amekufa, mwili wake ulioza. Hata hapo Ayubu alijua kwamba bado yeye ni Mungu hata baada ya maisha haya. Akasema neno moja, akasema hata pasipo na mwili huu ninataka kumwona Mungu. Anajua nimeshikamana na mwili huu, uzuri ukiwemo, fahari ikiwemo, na muda ni muda, maisha ni muda, lakini Mungu wetu kwa milele. Kama je tukapoteza hofu hivi, tumejipanga milele kuishi na shetani jana? Tunaokuja kwenye nyumba ya Mungu ndio tunaokonywa, ndio tunaoambiwa, tunaokuja katika ibada ndio Mungu anasema na sisi. Kwani sisi tutakwenda jana? Kwani sisi tumejipanga kwenda jana? La, kila mmoja wetu anatamani sana milele, lakini katika muda mdogo tunajisahau, na tunajisahau kwamba tungeishi hata hatuhisi kuja kuomba, hatuhisi kuja kwenye ibada, tunaona ni kama tunasumbuliwa bado. Na kwa sababu usiye na muda na Mungu, afya kudai Mungu. Wewe ambaye unaona bora unyamaze, lakini unahubiriwa hayo, lakini unasukumiwa hayo, unafundishwa hayo, lakini uyapokei hayo. Umenyamazisha fahamu wako, usipokee neno la Mungu. Umezima data kabisa, hakuna taarifa inayoingia kwenye ubongo wako. Umezima data kabisa, haupokei taarifa ya neno la Mungu, ya yale yanayohusu hatima yako ya milele. Mbona umezima data? Mbona tumezima data? Zamani wakati ule wa kwanza wa Pentekoste tunakutana kanisani, tunajaa, tunafahamika hivyo wanakole. Maana kwenye ibada, sisi kwenye ibada ile tunayokubali, tunayopokea, sisi hakuna mtu ambaye ana maswali. Maombi kama jambo wote tunaingia kuomba, na tunaomba, na hakuna mmoja wetu asiyeomba. Kila mmoja wetu alikuwa anaomba, kila mmoja wetu anapiga magoti, kila mmoja wetu wanatokwa na machozi mpaka makamasi, mioyo iliyomiminwa. Ni nini kimetokea? Jambo limekuwa hivi. Ni nini leo? Tunakutana Jumapili kwa Jumapili, kumetokea nini?
Ni nini kimepata Pentecoste duniani? Ni nini kimekupata wewe unayeniangalia? Ambaye huoni, unasema sina muda, unasema sina nafasi. Lakini kwa mambo unayotaka nafasi iko. Kwa mambo yako nafasi iko. Wengine mmeacha kwaya, wengine mmeacha huduma, wengine mmekataa. Nataka mje Jumapili mchungulie ibada ikiisha, mkimbie niwaone tena Jumapili, katikati wiki nisiwaone. Kama mioyo yenu imekwenda mbali na Mungu na ndani, ninyi mtapata nini kwa Mungu? Na haki yenu ya kutaka Mungu awabariki mtapata wapi? Unazungumza leo habari ya kujenga. Tunajenga, tunasema tuna haraka nani kabisa. Kwa hiyo siku zile za michango hata mtu akanyaka kanisani, anaacha kuja kanisani. Tangu mchango ulipotangazwa kichwani kama mtu kutoa. Sio kama watu wanakosa hapana. Hata kama mtu amekosa kuna kitu amekosa. Baba nimetarajia kwanza kiasi hiki nikafaidia hapa. Na amepambana anajaza. Na anatairisha harusi yake kwa ajili ya hiyo kiwango ambacho tunataka. Ni kwa harusi mwanao. Hebu angalia kule uzito wa moyo wako ulivyokwenda mbali na Mungu. Juzi tulikuwa tunaangalia anga wakati mvua imekosekana. Asubuhi unaamka anga limekuwa jeupe hakuna wingu. Unajua hapo kama. Kesho unakuja unaangalia hakuna wingu unasema anga. Bwana ndio yetu imekuwa hivyo. Bwana ndio yetu. Bwana ndio yetu imekwenda hivyo. Nani anaweza kuacha jambo lake? Nani? Jambo lako la msingi. Unafunga ndoa wewe ndio unaolewa leo. Hakuna hata kitu. Utasema na nini kinatakiwa? Kingine ni nini? Kamati na Mungu niambie. Kamati ya mapambo mniambie. Sisi hatuna michango. Mchango wetu kama huwa ujenzi kwa mwaka huu, mchango huu unafanyika kama hivi. Lakini umepanga kutokulipa hata na mmoja. Lakini umepanga hata kutohudhuria ibada siku hiyo, na kuna watu wachache wamejipanga mioyo yao ina amani na jambo hili linyang'anya amani yao. Hivi nikigeuka pale huu mimi namuona nyanga yenu, pale huu namuona tunajamos, pale huu namuona Zen, namuona Mwalimu James. Sawa, nasikia nikimwacha nikigeuka kutoka kwa huyu na kusoma namgeukia nani? Hapa mmejibu namgeukia nani? Namgeukia nani? Na nikigeuka kutoka kwa Amos namgeukia nani? Kila wakati ujue, kila unaposikia vibaya na kumpiga Mungu kisoko katika jambo ambalo na unajaribu kutafuta tafsiri, unasema hili la uchungaji, hili la kanisa, kanisa letu pale, usiseme kanisa letu, sema Mungu wangu. Hata ukipindisha wewe kuzungumza habari za wewe na Mungu, itabaki kwa wewe na Mungu. Watu wote wanatafuta tafsiri. Hasa kanisani bali kuna wao useme kanisani, sababu Mungu wetu huyu. Kwa sababu sisi tunasimama kwa ajili ya Bwana, na wewe ni shahidi wa kile unachokuona tunaendelea hapa. Kwani mimi ni mwongo? Mimi si mwongo. Kile kinachoendelea wewe mwenyewe macho yako yanaona. Yaani kile tunachopambana nacho kila mmoja wetu anaona. Unapoikataa, unapoitetea, maana yake kweli ni kwamba umempatia Mungu kisogo. Lakini ukimpa Mungu kisogo, pale wapili lazima kukutana na mwingine. Na unamjua. Kwa nini jambo hili liko nyuma furaha? Tunamwona Ayubu katika hali hii isiyo kawaida. Hawanyama wanaochinjwa kila wiki, wanyama 7 ama kila mwezi, pengine sherehe hii ilikuwa inafanyikia kila mwezi. Ni wanyama wengi. Kisoma mstari wa 6 anasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza, je, wewe umetoka wapi? Wewe. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, nimetoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akajibu akamwambia Bwana na kusema, je, huyo Ayubu amcha Bwana bure?
wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, na mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyoosha mkono wako sasa uyaguze hayo yote aliyo nayo, naye atakufuru mbele za uso wako. Angalia, anajua mali ndio kitu binadamu anaangalia. Lakini Ayubu alivuka, na hata katika umaskini umeshinda, na hata namna ya kushinda ule umaskini ilikuwa ni jambo la kumkazia Bwana macho na kumwangalia juu ya uwezo wake, kwa maana sisi hatulindi hata uhai ulioko ndani yetu. Sisi walinzi wa uhai wetu, wala si walinzi wa vile tulivyo navyo. Lakini tunaambiwa kanisani kuna maombi. Kuna mwingine bila kaanao kwenye maeneo haya, anaona hapo utafikiri kuna moshi na nyuka, unavuka nyumba inaungua, kuliko yeye hapa anaona hapa ashikiche. Anatamani, na ni kitu cha maana sana kuizoeza nafsi yako kuomba. Maana sana kujenga uwezo wa kuomba Mungu, wa kumomba Mungu. Au watoto wako kuna akiba ya pesa ya kutosha, lakini akiba ya maombi inakufika bila kufika. Na mimi nakwambia kuna shilingi ya kuweka, hapo ukiweka, matajiri wameweka sana fedha. Watoto wamekwenda na hizo fedha, wamevuta madawa ya kulevya. Wanalia, serikali imeanzisha vituo vya kuhudumia watoto. Watu wanalia, hawana majibu, wenye pesa wamekosa majibu, watoto hawataka kusikia, ni wachache wanaosikia, walio wengi hawako tayari. Wasio na fedha wanataka kusoma, hakuna fedha. Wenye fedha hawataka kusoma. Nafikiria huo mchanganyiko. Bwana akamwambia Shetani, tazama yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyooshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Sasa hapo walipokuwa kwenye karamu ndiko mahali alipokuwa. Mauaji haya ni makali sana ukisoma mauaji yaliyofanyika, kwa sababu watu walikufa, pepo ulizuka, watoto walikufa kwa siku moja. Shetani hajawahi kuwa rafiki. Kwa namna yoyote ile, wale ambao wanafikiri kwamba watamdanganya Mungu, hapana. Watampa Shetani urafiki, hapana. Wanaishi maisha kujidanganya, wanaishi maisha uzinzi, maisha machafu yanayoruka damu. Wengine wanaishi maisha, yaani maisha ambayo hayanyooki. Bwana Yesu asifiwe. Hauishi kwa ajili ya mtu, unaishi kwa ajili yako. Lazima usimame upambane. Lazima uonyeshe moyo wa utayari kwa Mungu. Waambiwa na Mungu, kama kuna kitu kinakunyima amani, kinakunyima amani na ni cha Mungu, ni cha kufanya. Kwa sababu Shetani anataka uishi hivyo. Kila kitu ambacho unakisikia kanisani kinakunyima maombi, unakosa amani naye. Alafu una uhuru na mambo mengine. Una uhuru wa kukutana na marafiki, una uhuru wa kutembea, una uhuru wa kukaa mahali masaa mawili, una uhuru wa kuomba hata dakika 30. Niangalie. Kuna uhuru wa kuomba hata dakika 30. Una uhuru wa kutoa mchango. Kuna, lakini tuna uhuru wa kuchanga kwenye masherehe na sendofu. Hivi marafiki, misiba na changamoto za maisha tunawekeza huko. Wale ambao hawasimami na hili kwa furaha, lakini wameweka katika lile lingine la changamoto. Wameweka katika lile lingine la changamoto, wamepeleka huko nyumbani, wakipigiwa simu. Changamoto ya familia, ama mwana familia wa karibu anaumwa, na lazima kupeleke pesa huko. Wewe lazima kupeleke pesa au kupeleka watu wanapeleka pesa. Kwa amani nayo, anaenda kutoka mwisho wa mwezi itafika, nipe shilingi 200,000. Maana hali ya mama ni mbaya, sijui hali ya nani ni mbaya, sijui nani mtoto kanoroka, sijui nini kanini, na kwenye vikoba na mengine mengi. Lakini kwenye nyumba ya Mungu ndizo zenu zimesubaa. Kwenye jambo la nyumba ya Mungu ndizo zenu Shetani amezitia giza. Hapo tunatualia na kuhusu kidogo cha Mungu. Tunazungumza kwa nguvu kubwa na kwa moyo wa kweli. Nakutana na watu wanakuangalia kana nyumba ya mzima. Jambo hili limeharibu, limenyang'anya amani yako.
ni jambo la ujenzi, limenyang'anya maombi. Ni kiasi gani shetani anachukua nafasi? Hiyo lazima huwezi kumzuia, kwa sababu nafasi hiyo Mungu ameikosa adui nayo. Na fursa yoyote ambayo ya kimungu ambayo tunahitaji, adui anaikusudi. Sisi si walinzi wa mali. Sisi si walinzi wa chochote tulicho nacho. Hapa jana anasema kabisa ile binti yuko ndani, hata siku ile ya asubuhi kwa shamba. Nafanya lima yuko cha kisasa kabisa, tukapanda weka mbolea, tumefanyaje, tumelima ni shamba kubwa kubwa. Tumelima, naenda huko tumeweka huko vibarua, tunapeleka huko tunapeleka na nini, jua likasema na kuja. Kila siku sisi tulisubiri mvua. Sisi tungekuwa nini amani yetu, hiyo mvua isingechelewa. Kama kuna uwezo wetu, hiyo mvua isingechelewa. Sisi walinzi wa kile tulicho nacho, wala wa afya zetu, wala kwa chochote. Wewe usilipe Mungu kisogo kwa jambo lolote, iwe kwa ibada, maombi, iwe kwa kutoa, jambo lolote ambalo lina Mungu lifurahie. Tafuta furaha. Hata kama unajifanya una huzuni, una msiba, usiruhusu huo msiba. Wewe ukiruhusu msiba siku moja, wewe utalia. Kwa itaendelea. Siku moja nikasimama katikati ya shamba, nikamwambia Mungu, haya mazao yamekufa, haya yatakufa, lakini una uwezo wa kuyazuia yasife. Nikaomba kinyumbani, nikaomba kwa lugha ya nyumbani, nikaona kama Kiswahili haitoshi, na kwa hiyo endelea kukataa. Nimaliza kuomba, nikamwachia, nikasema shambani siku. Kuna jambo ambalo litakushinda alafu unanyamaza unamwachia Mungu, ni bora zaidi kuliko unang'ang'ana nalo na nimekushinda, na unang'ang'ana nalo na nimekushinda, na unang'ang'ana nalo na nimekushinda. Juzi nilikuwa na maongezi ya idara ya watoto. Nilifundisha somo linalosema hatutamwacha mtoto. Nikigusa maisha ile ya Hajiri. Maandiko yanasema Hajiri alipoona mtoto anakufa na amekatiliwa, Sara amemkataa, na Ibrahimu amesikia maneno ya Sara. Alienda yule mtoto, yale maji yalionayo mkate umeisha, maji umeisha, wako jangwani. Anasema akamficha yule mtoto. Kamweka mbali, akasogea mbali wa kutoa mshale, asimuone anaanza kufa. Lakini maandiko yanasema kainua sauti yake juu. Ile sauti iliyoenda juu, Mungu anasema nimemwona mtoto. Unajua Mungu anasema hata ukidai kwa taifa kubwa, mchukue, mkumbatia kwa mtoto, kaona tunakisema. Hiyo ndio ya ushindi. Kuna mambo yale yatakushinda, lakini utoe nafasi kwa Mungu. Kila kitu tunakumbatia, tunapambana nacho, tunasema tunakimbia mbali kabisa na Mungu, na ule mzigo unaendelea kutulemea, na tunakimbia mbali na Mungu. Hasikii sauti ya mtu anayelia, sauti ya mtu anayemwambia Mungu yamenishinda haya, yamenishinda haya. Kila mmoja ambaye mzigo anakimbia nao, na anaamini atafikisha mahali hapo hakuna. Mimi nikasema Mungu, naomba kinyumbani, nikamwambia Mungu, nimekuachia wewe, lakini wewe unaweza kuzuia. Jua likaendelea kwenda mbali, mvua ikaendelea kwenda mbali, jua likaendelea kwa. Sijarudi shambani, siwezi kurudi. Hivyo nilivyojesha, kaenda siku moja. Kaona mvua. Nikanyamaza, nikamkumbusha tu Mungu, lakini mimi nilikwambia unaweza kuyarudisha. Jana tukaenda. Tulienda wakaangalia. Wakasema hapa dunia ndio hii ukosi. Nikasema kasema zaidi. Yamebeba watoto. Si makubwa kama nilivyotaka. Nimezaa.
wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Maandiko yanasema kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu. Bwana hawatatikisika. Mizigo tumebeba na tumekimbia nayo. Mizigo tumebeba na tumebeba Mungu kesho unaenda hadi. Unaenda na hiyo hali. Una amani na Mungu. Una amani na maombi. Una amani na ibada. Una nafasi na ibada. Una nafasi na maombi. Una nafasi na sadaka. Na hivi ndivyo kwanza wengi. Wakati mwingine hata tunaliongea, wakati mwingine tunakutana kwa mimi na yangu shushu. Wakati mwingine kwa tunatiana moyo kufanya. Wanao, mimi ni baba yenu. Nasimama mbele yenu. Mimi sitawapa nini neno la shetani na wao Mungu ndio aliyebeba hatima yenu. Hicho mnachokiona kitawasaidia, hakitawasaidia. Kile mnachokizuia mkisema hicho kitawasaidia, hakitawasaidia. Kitakachowasaidia Bwana anacho. Narudia nasema kile ambacho kitawafanyeni Bwana anacho, sio hicho kilicho nacho. Anayesikia na mwenye akili aseme amen. Kile kitakacho kubeba Bwana anacho, sio hicho kilicho nacho. Hicho unachozuia kiachilie. Hicho unachozuia kiachilie. Kile ambacho wewe unafikiri kitakufaa Bwana anacho. Mungu anamwambia hivi. Mungu anamwambia Ibrahimu, ndio mtoto. Mtoto mwenyewe. Sana. Mungu anamwambia Ibrahimu, nipe mtoto. Hatujawahi kufikiria maisha ya Biblia. Au unajua hatujawahi. Unapomwambia nipe mtoto, juzi na jana mtoto ulikosekana na wanapata mmoja na uzeeni, wanafanyaje? Na waza sisi tunasoma kitabu kinachoitwa Biblia. Hayo kuna vitabu vingi sana vina tafsiri na vingine. Na kitabu kimoja kilisoma. Aliyekisoma anarudia maandiko, lakini kile kitabu kinatajwa kwenye Biblia chenyewe hakijulikani kwa wapi. Sasa kwa hiyo ndio kubwa kusoma kusema anasema sasa nilichukua hii kama masimulizi. Isiwe kama neno la Mungu. Na Biblia inataja hicho kitabu. Chenyewe hakionekani. Na kinazungumza mambo ya sadaka ile ya Ibrahimu. Anasema yule aliyesoma yale masimulizi anasema Ibrahimu alimwambia Mungu, kamwambia kile sana